Kwa kweli tuna kero kubwa sana sisi madereva bajaji hapa Himo kutokana na haisi. Kwa kweli sisi huduma zetu tunazitoa ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Himo, na katika kutoa huduma zetu kwa kweli tulielekezwa na LATRA kwamba sisi tuna kituo cha kuanzia lakini hatuna kituo cha kumalizia, na isitoshe halmashauri walikuja wakatukatia LATRA, lakini tunanyanyasika, hatuna vituo vya kuanzia au vya kuishia, hatuna. Mpaka sasa hivi tunateseka, na ilifikia hatua sisi madereva bajaji tulikwenda mpaka halmashauri kwenda kupeleka lalamiko letu pale, lakini pale halmashauri walisema watakuja wakae pamoja na sisi waangalie kituo ambacho wametupangia, maana kituo tulichopangiwa kilikuwa sio rafiki. Wakasema watakaa waangalie ili watubadilishie kituo, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli haikutendeka, mpaka ikafikia mahali sasa sisi tukaona sasa ni kero, kwa sababu kwanza tuna LATRA lakini bado tunafanya kazi kwa mateso. Ikabidi tutoke pale kwenye kijiwe ambacho sio rafiki tukasogea kwenye kijiwe ambacho ni rafiki, kwa sababu haisi zinatoka Moshi zinakuja zinashusha abiria, lakini kutoka pale wanaposhusha abiria na mahali tulipopangiwa ni mita 1000. Kweli abiria hata kama ni mgonjwa ametoka hospitalini ameshushwa pale anatafuta usafiri wa kumpeleka nyumbani, inakuwa ni kero. Hawezi kutembea, hawezi kufanya nini. Lakini sasa tukasogea hapa, tulivyosogea hapa haisi wakagoma. Baada ya kugoma wakasema kwamba hatuwezi kufanya kazi pamoja na sisi. Lakini kiukweli sisi pamoja na haisi tunafanya kazi kwa kutegemeana. Pale mahali haisi anamshusha abiria na sisi tunamchukua tunampeleka nyumbani. Kero kubwa iliyoko hapa iliyosababisha mpaka watu wakatoka barabarani kuja kwenye hichi kijiwe ni kwa sababu ya watu waliokuwa na watu wa haisi kuzuia bajaji zisipakie. Na maana kama umepigiwa simu au una ndugu yako ameshuka kwenye ile di pale, hauwezi kuja kumpakia. Ukifika tu pale wanakuambia uruhusu kupakia, unatakiwa umtoe, yani atembee kwa miguu mpaka afike Bavaria ndo mchukue. Sasa tunajiuliza, bajaji ni haramu? Na kama ni haramu bora watufutie kabisa kuliko kuteseka. Yani kama ziko kisheria basi tufanye kazi tupoe haki, lakini kama haziko kisheria na hazijulikani hazitambuliki basi wazifute, zio ni haramu. Kama wanapokimbiza mrungu, wanapokimbiza bangi, wazifute, watuambie kabisa hizi ni haramu, haziruhusiwi. Kuna wenzetu ambao ni wasafirishaji wenzetu na bajaji, na sisi kama daladala tumekuwa tukikwazana kwa hizi mamlaka kuingiliana kwenye utaratibu wa kusimamiana kisheria. Iko hii vituo vya bajaji kama tunavyofahamu sisi ambao madereva tumesoma shule na kujua usafirishaji wao ni vituo ni usafiri wa kukodishwa, sio usafiri wa daladala. Bajaji haina ruti ya kuanzia, haina ruti ya kuishia kwa sababu ni chombo chake cha kukodishwa. Lakini mamlaka hii ya Himo imekuja kuwafanya bajaji kuwa ni chombo cha daladala, kiasi kwamba lile jambo linasuguana. Tumejaribu kukaa vikao vingi na huyu Teo kujaribu kuangalia ile swala, lakini tumekuwa tukipigwa chenga na siasa nyingi. Mwisho wa siku alipoa eneo moja inaitwa Bavaria, kutoka kituo tunachopakia palikuwa na mita kama 50, lakini juzi Jumatatu sitofahamu wakaja kusogelea hapa jirani yetu sisi hapa Santorini tunakopakilia sisi. Tukijaribu kuuliza wanasema tumeambiwa tuje hapa na mbunge, sijui na diwani au mwenyekiti wa halmashauri. Yaani vitu kama hivi vimetupa nini? Kutokuelewa. Sasa watu wa daladala, moja, turejee katika utaratibu wetu wa kuendelea kutoa huduma kama jinsi ilivyokuwa awali katika eneo ambalo tulikuwa tukipakia na kushusha abiria wetu kuanzia sasa, na huduma hizo ziweze kuendelea kama ambavyo zilikuwa zikiendelea kabla ya jana na juzi. Kama tunaelewana vizuri? Kwa watu wa daladala ambao mnashusha hapa na kupakia na kuondoka, tunarejea katika utaratibu wetu wa awali wa kawaida. Zile zote ambazo zinakwenda Marangu, zinakwenda Mwika, wale ambao wanakwenda Holili, wanakwenda Tarakea, daladala sasa mrejee kwenye shughuli zenu za kawaida katika eneo hili, na watu wa bajaji waondoke katika eneo ambalo walikuwa wakitumia watu wa daladala, warudi katika eneo lao kule, wakati viongozi wao wanakuja kwa ajili ya kuja kuzungumza.